kusubscribe, kulike, comment na kushare. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اهلا جايز، vipi hali? Alhamdulillah, leo naona kuna coach Jalal Khan, coach wa karate. Nataka kidogo atupe mambo ya karate, information yake, atupe mingi tatu hivyo. Karibu coach Jalal. Mzima. Karibu sana kwa hiyo. Assalamu alaikum jibu. Hali zenu jamaa. So tuko hapa coach Legacy, ni Gym Legacy. Legacy Gym ambayo iko karibu na Sheikh Jordan opposite Posta. Na huyu hapa ni mnajiita ni taekwondo sensei, senpai ama vipi? Coach ama Ni coach. Kwa hivyo tuko na coach Hamid Lee. Nimemwona coach Hamid Lee kwenye Facebook, nimemwona kwenye YouTube na nikapenda vile anafanya taekwondo, nikamwona ni mtu ako na ujuzi. So nikasema since mimi nilikuwa nikitrain karate, kwa nini tusikutane tukafanya joint exercise hiyo kuonesha tofauti ya karate na taekwondo. Kwa sababu mara nyingi huwa watu wakimwona mtu afanya karate ama taekwondo, kila mmoja anafikiri ataweza kurelate kwamba wao anaulizwa karate tofauti yake nini. Kama wewe ukifanya taekwondo mtaweza kuja kwako wewe ukakuuliza tofauti ya taekwondo na karate nini. Na mimi watu wengi, in fact taekwondo iko very famous hapa Mombasa. Naweza kusema taekwondo more famous kuliko karate. So mara nyingi mimi nikifanya karate huwa watu wanakuja wananiuliza, nikimwambia mtu mimi nafanya karate, huwa anakuja ananiuliza tofauti ya taekwondo na karate nini. So hiyo ndio maana tumekuwa inspired kufanya video hii ili watu wengi waelewe tofauti yake. So mimi kwanza ninaitwa Muhammad Khan ama Jalal Khan, na nimefanya karate for 7 years kuanzia 2008 mpaka 2015. Alafu nilifanya pia taekwondo for 2 years. Yes, nilifanya pia taekwondo for 2 years from 2011 to 2012. Kwa hivyo while I was doing taekwondo I was also doing karate. It's not that advisable kwa sababu iko confusing kidogo. But ile level yangu nilikuwa nishaanza kuelewa karate, ndio maana nikaanza kutanganya. Lakini for beginners I won't advise mtu atanganye martial arts. Yes. So from there nilienda ku train CQC ambapo ni close quarters combat, na nilifanya pia boxing, na sahihi mimi ni coach wa parkour. By the way, tutaweka articles mbili za parkour kwenye description. Mtu akitaka kujua maana ya parkour nini atajua. Okay. Sasa tuanze kwa tofauti ya karate na taekwondo. Sean, tuanze ya bismillah. So kwanza nafikiria already mshatuona tofauti yetu kwa kimavazi. So yake ni kama t-shirt naona, sio? Unaivaa tu ufungue wala kuna kama yote kufunga hapo. Yeah. Ni free wakati kama shati kwa t-shirt anakuja na belt unafunga, ndio hiyo kabisa kwa taekwondo uniform. Yeah. So mimi wacha nifungue ino belt yangu nionyeshe tofauti. So Kijapani wanavyoita ino ni kimono, but wamefanya kidogo fupi. So ino vazi Japan in fact traditionally ilikuwa kivaa bila kwenda karate wala nini, mavazi ya kishamba huwa anavaa. So another thing ni kwamba sisi yetu mpaka unavaa kama suit, unafungua kabisa. So unaweza kusema kama ni mambo ya kuvaa huyu atakasha nishinda, amevaa haraka zaidi kuliko mimi. So mimi mpaka nifunge kama suit hivi. Kuna kamba mbili. Kwanza ninazifunga hizi. Okay, so kuna kamba mbili za karate. Nimesema unafunga kama suit. Unafunga hapa ya kwanza na unafunga ya pili. Sasa mara nyingine huwa inafunguka. So hiyo pia iko na shida nyingine, karate mkiminyana inafunguka, iko na shida zake. Ushaona? Nyingine ni kwamba kama ni pana sana huwa ni ngumu. Shati kama ni gi ama ni jacket ikiwa ni pana sana huwa paka tuipeleke kwa mshonaji. Na huwa mshonaji haipunguze. Na saa nyingine mshonaji huwa yona kama ni ngumu kwa sababu paka ufunge kamba nini. Lakini naona taekwondo ni rahisi zaidi, kama ni kubwa yako waweza kuipunguza very fast. Alafu tofauti nafikiria belt tunafunga sote sawa. Sawa. So belt nafikiria tunafunga sote sawa. Na si karate pekee yake anatumia belt, taekwondo, jiu-jitsu na wengi wengine. Japanese martial arts nyingi wanatumia belt, sio? So unafunga tu hivi kama hino, ukiona ya kulia iko fupi wa adjust. Wavuta hino alafu uongeza pia. So paka iwe straight. Alafu kwenye nguo, alafu kitu kingine ni kwamba kuna nguo zingine za karate ukifanya hivi
inafanya yani imefanya ilie zaidi. Kuna nguo zingine za karate punch inafanya inalia kama mapambo yani. Maana kwenye karate sana tuna base kwenye katas na demonstration. Hasa mtu akisikia ile inasikika sauti yani. So hiyo taekwondo iko ya makona. Iko. Okay, so jacket zote mbili za taekwondo huwa zinalia kidogo ukipiga punch manini. Okay, so tofauti hiyo moja ni ya nguo ambao mmeona sasa sote imeenda kola ya V imefungwa kama suit. So tunaenda tofauti nyingine ambayo ni ya history ya karate na history ya taekwondo. Sio? Yeah. So Hamid Lee tunachukua wewe hapa ama mimi nichukue? Sawa, inshallah. Alafu nichukue kidogo hapo ya taekwondo historia yake. Yeah. Tunasema historia ya taekwondo tumeanza 1940 I think. Okay. 1940 katika historia ambayo mtu mmoja ni Ching Jang Hong. Okay. Alianzisha taekwondo ya. Okay. Ya 1940. 1940s. Alafu kile kisonga mbele ilikuwa ni jamaa kidogo anaongeza idea. Okay. Ilikuwa ni taekwondo kwa fupi, ilikuwa ni karate ndio mama sana karate, mama taekwondo mama yake ni karate. Okay, yeah. Ni asili kijumla. Sasa alafu jamaa kidogo lazima ongeza ni ideas zingine mpaka kwa ni taekwondo martial arts kivyake. Yeah. Ndio sasa katika 2000 ndio imeingia katika games. Olympics. First Olympic game taekwondo ilikuwa ni 2000 imeanza. Before that ilikuwa ni kama kama julikaniwa tu pale kama kawaida hivi kama Korea pekee yake. Kwa haijajulikaniwa pale international. Sasa baada ya 2000 imekuwa taekwondo katika games ni Olympic. Sasa kwanza hiyo 2000 mpaka sasa ndio taekwondo imesonga mbele. Okay. So katika 2010 I think sasa taekwondo imekuwa ni two parts. Ni World Taekwondo Federation na International Taekwondo Federation. Wako na vikundi vyao. Vikundi viwili. Okay. WTF na ITF. Ambao sana lakini katika Afrika tunatumia WTF, tunatumia ITF. ITF kidogo tofauti yake ni almost ni same, na tofauti kidogo. Yeah. Na ITF inafanana na karate sana. Kuliko WTF. Okay. Tunasema WTF ndio sana inatumika sasa hivi katika Kenya yetu, almost ni Afrika mzima. Lakini Europe, America na UK ndio wanatumia ITF. Okay. Ndio sasa hivi bado wanatumia sana ITF sana. So I think hii ni historia ya taekwondo kidogo. Historia kwa sababu hataki kutumia video tutakayofupi. Yeah. So amesema kwamba taekwondo ilianza Olympics siku gani? Mwaka 2000. Na wajua kulikuwa na siasa nyingi baina Americans na Japanese. Kwa hivyo na at the same time ni sana kuzungumzia bara karate. Judo ndio ilikuwa kwenye Olympics kitambo, ambapo ni sport ya karate ya Japan. Judo ndio ilikuwa kwenye Olympics kitambo, but karate haijakuwa bado. In fact wanasema Olympics hii na sasa hii 2020 ndio wataileta karate kwenye Olympics. Alafu ametaja vikundi kadhaa za taekwondo. Naweza kusema kuna vikundi vingi pia vya karate. In fact karate ambayo sisi tunajifundisha ni karate no michi. Na hino ina mkubwa wao ni Mikio, Sensei Mikio. Karate no michi. But iko pia WKF, World Karate Federation. Nafikiri ambayo yasimamia hiyo ni Kanazawa. Ndio anasimamia hiyo. Na kuna zingine pia kuna SKIF. Ziko pia kwa jumla pia kama taekwondo kuna vikundi mbalimbali vya karate. Alafu unaweza kusema karate ilianza kitambo kuanzia 1700s. Miaka 300 iliyopita. Kwa hivyo karate ni kitambo sana na iko na vikundi vingi. Kuna Shotokan karate, kuna Wado Ryu, Goju Ryu, Shito Ryu, ziko nyingi karate. But ile karate ambayo ilioshika sana Kenya ni karate Shotokan. Ndio inajulikaniwa sana. Si Kenya pekee yake but dunia nzima. Na alianzisha anaitwa Gichin Funakoshi. Ndio alianzisha karate Shotokan na alianzisha mwaka 1938. So wewe unasema 1940s ndio taekwondo. 1938 ndio Shotokan karate. Unaona? Na pia kicks zetu zengi ni za chini. Hatuna flying kicks. Na nafikiri taekwondo nyingi wako na flying kicks na high kick. Mko na flying kicks na high kicks. Sisi high kicks tunatumia lakini hatutumii sana kama taekwondo. Alafu kitu kingine ni kwamba karate waliona kwamba the higher you kick, the less control you have. Ndio maana hatuna kicks nyingi za high.
na pia hatuna flying kicks nyingi, kwa sababu aliona kwamba ukifuruka high utakuwa huna control, za kuanguka rahisi, na pia yule opponent wako aweza kuziona labda akazihepa. So hatukuzidi redefine sana taekwondo, lakini hapo karate kicks kwenye kuruka hapo ndio ukate, sababu vile msema ni balance katika fight. Taekwondo ziko aina mbili, taekwondo ya game na taekwondo ya street fight. Asili za game ndio tunatumia high kick. Okay. Lakini zile za street fight tunatumia high kick. So high kick ndio tunakuwa kidogo weak, haina balance. So katika fight unaweza kutumia chini kama hiyo ya low kicks, ya low kick ya kufunga mguu nini hizo hapo. Hizo ndio ilikuwa ni vita ya barabarani, ndio tunatumia kick low. Lakini kwa mambo ya game ndio tunatumia high kick. Why tunatumia high kick? Sababu yani kichwa, mtu kichwa ndio 4 point. Kusabia points. Ya points, Kwa game tuko na points kadhaa, mfano ikipiga doli ya tumbo 2 points. 2 points, okay. Na spin au back kick ya tumbo ni 3 point. Sasa lakini kichwa ya kick tuseme high kick ikiwa kichwa hapo ni 3 point kwa round kick. Spin kick ya kichwa ni 4 point. 4 points. Ndio tunatumia high kick sababu kwa kila hiyo. Lakini kisema vita ya barabarani, self defense na nini zote tunatumia low kicks. Mission ni belt ya hapo ya tumbo. Na up charge ile ambayo tunasema ni front kick. Okay. Hizo tunatumia sana hiyo. Yeah. Okay, mimi naona kwamba mtu ambaye akitumia flying kicks haswa akitrain, akijifunza kwenye flying kicks, akijifunza kwenye high kicks, naona hata kama yeye atakuwa akitumia low kicks na atakuwa akitumia hata kama yeye atakuwa akitumia kicks bila kuruka, namuona atakuwa kuna control zaidi kuliko yule mtu ambaye hana flying kicks. Sababu tayari uzoea kwa high ni kuna control. Je, iko chini atakuwa zaidi. Na atakuwa more powerful. That's what mimi mbele taekwondo kwa jina hizo. Mimi zamani nilikuwa nimeenda kwa kung fu. Na karate kuangalia kwa hiki kidogo kidogo. Mwisho nimechagua hiyo taekwondo. Napenda taekwondo zaidi. Kwa kick zake tu, maana ni high kick na ni kick nzuri sana, ni best kick. Nitaenda by the way katika martial zote I think ni best kick taekwondo tuko na taekwondo. Hata ukiangalia UFC wengi ambao wanatumia kicks utakuta sana wanatumia taekwondo kicks. Karate kicks pia ziko, lakini taekwondo kicks zaidi, kwa sababu taekwondo kicks wanatumia sana spin kicks kwenye sparring, na unajua ukispin una generate more power, sio? Hiyo ninaweza kukubaliana na wewe. Tunaweza kusema kitu kingine kuhusu flying kicks. So mimi naweza kuadvise watu wa karate pia mjue flying kicks, ili kama tuseme unafanya mawashi gerieni itakuwa more powerful, sio? Sasa I think taekwondo ziko na almost 18 kicks, more than 18 kicks. And mix zote totally iko ya flying kick na ya chini. Zote inakuwa almost 18 kicks. Sio ni karate ziko na kick ngapi? Kicks sisi zetu ziko nyingi. Ziko nyingi. Kwa namba sijahesabu zote, lakini naweza kusema ziko nyingi. Waweza kupata hata ziko kama around 20. Waweza kupata maana kuna low kicks, high kicks, medium kicks, kuna spin kicks. Na zote hizo tuko busy kuna low kick, high kick, spin. Sasa mimi nasema tubisitane zote 720 almost 18 above. Hapa ya taekwondo. By the way, ukija mambo ya 720 hizo tunaweza kusema high risk moves ama high spin kicks sisi hatuna hizo. Sisi hatuna high spin kicks. So wao obviously taekwondo atakuwa na kicks zaidi, ziko zaidi kuliko sisi. Sisi tuko nao flying kicks, lakini huwa sana zinajitokeza kwenye kata. Kama kwenye Kankudai, kwenye Kankudai ambao ni kata ya juu ndio tunafanya kick inaitwa Maitobi Geri. Ambayo inaanza hivi unakuja 1 2. So Maitobi Geri ambayo ni waweza pia kwa high kicks kama hapa double kick. So lakini hatuzitumii kwenye games hatuzitumii. Ziko tu kwenye kata, na tena kata kubwa, si kata zile za kwanza. So hiyo tofauti ya overview tofauti.